Wanawake wa Chadema haturuhusiwi kwenda kufanya matukio yoyote ya kijamii, hatutakiwi kuwatembelea watu mahospitalini. Amezungumzia masuala ya chama, akazungumza masuala ya kesi ambazo zinakikabili chama, lakini uhalisia ni kwamba tunafikiri kuna namna hajajiongoza sahihi, kwa sababu kesi yoyote ya kisiasa haiwezi kugusa shughuli yoyote ya kijamii. Unapoanza kuzungumza kwamba wanawake wanaoamini katika Chadema wasishiriki shughuli hii ambayo ni ya kijamii, maana yake unasema wanawake wa Chadema haturuhusiwi kwenda kufanya matukio yoyote ya kijamii, hatutakiwi kuwatembelea watu mahospitalini, hatutakiwi kuenda kuwaona wafungwa magerezani, wala haturuhusiwi kushiriki shughuli zozote zile zinazoitwa shughuli za kijamii. Hiyo ndo tafsiri yake. Na kwa mantiki hiyo jeshi hili sasa limeamua kujivika taswira ya kwamba wanawake wanaoamini kwenye Chadema wanatengwa na jamii ya Kitanzania, kwamba sisi sio sehemu ya taifa hili au sio sehemu ya wanawake wa taifa hili, kwa sababu kama wanawake wanaotoka kwenye mirengo mingine au walio kwenye makundi mengine watakwenda kuadhimisha siku hii, iweje mwanamke anayeamini katika Chadema au mfuasi au shabiki au rafiki ashindwe na yeye kukaa na kukutana na wenzake kwa ajili ya kujadili mafanikio ya mwanamke mmoja mmoja, lakini pia kupata nafasi ya kuzungumzia changamoto ambazo tunakumbana nazo. Hii ni fursa pekee ambayo tunaiamini ya kwamba inaleta muunganiko katika taifa, lakini inasababisha wanawake kujitambua zaidi na kuona ni wapi tunalega, wapi tuongeze jitihada kwa ajili ya kulijenga taifa letu. Napenda kumpa taarifa msaidizi wa kamishna msaidizi wa Jeshi la Polisi kuhusiana na kauli hii aliyoitamka. Tunafikiri ya kwamba ni vyema akarudi na kukaa chini na wenzake waliomwelekeza kufanya haya ili aweze kutengua kauli yake, kwani wanawake wa baraza hili wamejiandaa kwa muda mrefu, wamejipanga na wanajiandaa kwa ajili ya siku hii muhimu. Hatuoni sababu kabisa ya sisi kuingizwa kwenye chembe zozote za kisiasa, kwani tukio hili haliendi kuzungumzia maslahi ya kisiasa kwa asilimia hizo ambazo wanajaribu kuziweka. Lakini vile vile tukumbuke kauli mbiu ya mwaka huu inasemaje. Kauli mbiu inapotoka haitoki kwa ajili ya chama fulani au kundi fulani. Kauli mbiu huwa inalenga malengo ya pamoja, na kauli mbiu ya mwaka huu inasema haki na usawa. Ukitoa umepata, chukua hatua kwa maendeleo endelevu ya wanawake wote na mabinti. Tunaposema haki na usawa, dunia inataka kuona ni namna gani mwanamke wa Kitanzania haki zake zinasimamiwa, haki zake zinatekelezwa, na je, haki hizi zinatolewa kwa usawa? Hapa maana yake tunaiona changamoto moja kwa moja kwa jeshi letu la polisi. Tayari limeonyesha kuna shida ya usawa katika kutekeleza majukumu yake, hasa kuelekea hii siku kwa wanawake wa Chadema peke yake. Kwa naliasa jeshi la polisi kutafakari mambo haya wanaoendelea kuyafanya, kwani yanaweza kusababisha au kuleta taharuki isiyokuwa na lazima. Na labda niseme tu, hata kama kungekuwa na masuala ya kimahakama yanayohusu Chadema ambayo ndio mlezi wa baraza hili, kwa maana baraza ni moja ya wing ambayo iko ndani ya hiki chama, hata kama kesi hii ingekuwepo, bado jeshi la polisi halina mamlaka ya kutoa tafsiri ya mahakama. Labda kama watuletee barua ya kutuonyesha kwamba kulikuwa kuna court contempt ambayo imeelekeza au imesema kwamba baraza la wanawake wa Chadema linafanya kazi kinyume na maamuzi ya mahakama. Mpaka sasa
kesi hii ambayo inazungumziwa ni kesi ambayo tayari ile injunction yake ilisha expire. Sisi hatuwezi kutoa tafsiri yoyote ya kimahakama, lakini hata jeshi pia la polisi halina mamlaka ya kutoa tafsiri ya kimahakama au kujichukulia hatua zozote bila kupewa maelekezo na mahakama. Na sisi tuko tayari kushauriwa na kuelekezwa zaidi kama kutakuwa na maelekezo ambayo ni nje ya jeshi la polisi, ambayo kimsingi tunajua yana milengo ya kisiasa. Tuwaombe sana. Tunaendelea kusisitiza, wanawake nchi nzima tumejiandaa, tuna mpango wa kusafiri kwenda Msoma kwa ajili ya kusherehekea siku hii ya maadhimisho, na tutakuwa pale kwa sababu tunajua hatujavunja sheria, tunafuata kanuni na taratibu zote za nchi. Katiba iko wazi, hatujavunja katiba, na kama kuna tatizo lolote ambalo linatokana na mahakama, basi tupate maelekezo hayo kutoka mahakamani, lakini sio kila mtu kujiamulia ambavyo anataka na kuanza kutupa vitisho ambavyo vinafanya wanawake wa taifa hili tujione kama sio sehemu ya taifa.